Sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdaleni na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja kulivingirisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake alikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kumwogopa wale walinzi, wakatetemeka, wakawa kama wamekufa. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa ndio kuna miujiza mingi ambayo watu hawaelewi. Ukiwa umeokoka, hapa tunaelezwa mambo ya Yesu wakati anafufuka. Kufufuka kwake, malaika alitoka mbinguni. Biblia inasema kwamba akakuja akaliviringisha lile jiwe, maana hapo Yesu alikuwa hapo ndani. Lakini muujiza ambayo Mungu anataka kukupatia, Yesu hajakufa jana wala hajafufuka leo. Bwana asifiwe sana. Bali hizi ni sherehe tu za kufanya Yesu uweze kupata motisha ya kuzidi kuendelea mbele na safari. Hapa kuna kitu ambacho kinashangaza, kwa sababu palikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Haleluya. Sasa lazima mambo yanayokuja mapya kukuwe na tetemeko. Sio kama unanielewa hapo sasa. Mara kuangasha kabisa cha mabishi, hata nyumbani kwako lazima kukuwe na tetemeko. Ndio sasa ufanye nini? Uruke. Sasa watu wengi wanaokuwa tetemeko. Na hiyo ndio unakuta watu wengi sahihi, kama wakati ule, kwa mfano nafundisha nyuma kabisa hii huduma, wakati kulikuwa na mtetemeko mkali, nechejwa isa kudantajisa nokoisu, tukapigana hiyo vita ikaisha. Na tulipoenda ile kitu ilifanyika. Mtu wa watu walisemaje? Sema, mimi nimesikia mtetemeko kwa hizi miaka umekaa hapa, lakini sasa nilikuwa nataka nione huyu mtu mwachopa ama niwachiwe. Mtu ni mbuyi ama ni mlachi. Sasa kwani chimonacha nikuwa kumani. Sasa ni mtu wa serikali, lakini kwa mwenye kazi boyi. Anasema sasa kuna kuneka ruhusa kwenda kuone kazi kiona dime sekela, hiyo ni kazi yako. Amen. Haleluya. Amen. Paka unasema kwa nini isi labda swali mbikaki, wakaulizwa na bahati hiyo chifone kawaki kwa kotelo kabate swali malombi kabla kutesea ki sio amelomba ngera nami atangara nimi ligenda kulole yako robena azoro uni roho Mungu ameponya kazi kabona koji changanya ndio msikirana taini kwa kimtu wa serikali ini na sikirana nao. Bwana Yesu. Amen. Kulifanyika mambo makubwa, yaani mtetemeko, na hapa malaika anadhibitisha kwamba yule aliyemzika hawezi kuoza. Haleluya. Amen. Biashara zilizozikwa haziwezi kuoza mpaka malaika adhibitishe biashara yako iliyowekelewa mawe na wachawi, mawe yafanye nini? Yaondolewe. Hata kama ni ndoa iliyowekelewa mawe, leo ni siku ya Bwana, anatangaza kwamba anatuma malaika kutoka mbinguni ili aje aliviringishe jiwe. Hata kama ulikuwa na maono ya kujenga, Bwana anakuja kuvingirisha nini? Jiwe. Yale maono uyaone wazi. Amen. Haleluya. Amen. Kama ulikuwa na mambo ya kununua gari, Bwana ameshuka ili aviringishe nini? Yale mawe. Gari lako ulione wazi. Amen.
Haleluya. Amina. Sasa hiyo ndio kazi ya Yesu ambayo Mungu tunamuomba usiku na mchana. Biblia inasema kwamba kulikuja na malaika kutoka mbinguni. Kama wewe ni wa mbinguni, lazima utapiganiwa na mbinguni. Amen. Haleluya. Amen. Sasa watu, usianze mambo ya kupiganiwa hapa chini. Kama huko kwa mbinguni, kubali upiganiwe na jeshi la mbinguni na mbinguni. Na ndipo hapa tunaona Yesu akiwa katika kaburi. Mungu alisema huyu mtu hataozea pale. Maana yake amebeba uzima. Amebeba baraka. Haleluya. Lazima Mungu atakupigania. Hata kama wachawi wauye ng'ombe ngapi, lazima Mungu ataondoa hiyo mambo. Haleluya. Juzi nilipokuwa Mbololo nikawaambia, mimi kulingana na huduma Mungu alionipatia, kama utaifananisha na hiyo yako haiwezekani. Hii ni channel nyingine iliyo nzito. Haleluya. Hii ni channel iliyo nzito na haitakaji mchezo. Lazima uwe mtu akusikiza sauti ya Mungu. Mungu akisema A, B, basi ni hapo. Niko nazungumza siku moja hapa. Kawaambia usiku tumelala kesha. Na nimechukuliwa na usingizi tu kidogo, nikapewa maono kwamba ukitoka kesha uende kuhubiri. Kaufunuliwa tu, utafika mahali fulani na utakuta watu wamekungojea uende kunihubiria, uende ukahubiri injili pamoja. Kuna kiwete hapo atainuka. Sasa kama ni wale watu vichwa ngumu sasa. Na unajua Mungu ni yule yule. Niliporudi asubuhi nakuta dada anaumwa. Na uone ni tukusha akikumai. Kama mkote sasa niba. Unaona hata kidogo full acid cups. Oh. Sasa unajua mtu kama wale watu hawanielewi, hatanielewa wala hawatanielewa. Ndio. Kwa maana kuna kazi. Na vile unajua kutoka hapo, unajua kutoka pale tulikuwa tuko kwa Kinangoshosho mpaka Inaibelbel. Tena urudi pale, urudi uende huko chini. Nikula kon. Sasa mimi kwa ule ujasiri Mungu amenipatia na ile neema, nilitoa tu mkono wangu nikagusa tu tumbo yangu hivi badala ya mama. Ambia lolo kuna bege paka nirudi kwa neno la. Nikangoja kama dakika 2-3 hivi, nikauliza mama, "Niba dada. Wasikira bado." Ayo ngenda kazi ya Mungu. Kindo ngerola asikira. Mfolo asia. Hasa. Tutaonana baadaye. Zangu. Tukaenda nikafanya kazi. Mungu alifanya kazi kubwa sana. Sana. Nataka nikwambie Mungu anafanya kazi kulingana na wale watu wanaotaka kusikia Mungu. Haleluya. Nikaenda nikafanya kazi nikamaliza. Tukafikia jioni kwa kamtele mkuu. Nimeanza kupanda hapa chini. Mama akaanza kuuma. Yeye kusaka wewe ndio mwenye kwa kakavu hivi. Niko naanza kulumwa. Mwambie na hakuuma dakika nyingi. Dakika kidogo mtoto amezaliwa. Maana masaa ile ya kutoka yule mtoto alikuwa imechelewa. Lakini kwa neno la Bwana na neno la nabii. Wananipata. Sasa hapa Biblia inasema nini? Kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha ile jiwe, akalikalia. Sasa mpaka Mungu afanye kuwa mwenyekiti wa maisha yako. Hata kama ni biashara. Unanipata? Mpaka Mungu mwenyewe asimamie ile biashara bila akili zako. Kama ni nyumba, lazima Mungu asimamie ile nyumba. Si akili zako. Kabona malaika wa Mulungu waketia igo ama waketia nyumba yako ni msabiku chaka.
Haleluya. Amen. Sasa ni wewe uchukue imani kwamba jiwe limeviringishwa, na kama ni biashara imetoka, na sasa malaika ameketia lile jiwe. Mawe yaliyokuwa yameandikwa kifo, Bwana ameiondoa na ameweka uhai, na amekuwa yeye ndio mwenyekiti wa maisha yako. Amina. Haleluya. Sasa hilo ndilo neno la Mungu ambalo linainua watu, ambapo wewe mwenyewe ndio huwa naeleza mara nyingi sana. Ni wewe mwenyewe, hakuna mtu atakungangania. Wewe swini na hata ni wewe mwenyewe. Kama ni mambo ya madhabahu, kumoni sio ati mpaka ulazimishwe. Madhabahu hailazimishi mtu. Ukitaka kukaa kwa manga yako, kaa. Kakunda kaa kwa mbenge yako, kaia. Maana watu wengi wanataka kusumbua saa hii. Watu wanataka kusumbua watu. Maana watu wengi kama wanaishi kwa malo. Akikuja hapa akijulikana anahama mahali kwingine. Acha usemani. Maana kuna wale weko bilo maana kitu flambo feka nyumbeni. Ndio watu tunavunja tudada. Basi. Wewe ndio unaroba. Na kama wewe pengine wewe muombezi wabe manyaputi. Kwa wewe sumbuka uko na vla. Lakini ni mzera kama mnandenu uko na vla. Wabe mtesi. Mayo swali la mama pendi. Sasa. Pale sasa. Kama simoja alikuwa anaeleza nya. Dada au kabla simu nini? Haiko kunda Usha alomba to, lakini ndio kutabiri hilo. Mtu kulomba yale kusema nya mshauri wako. Mimi nitakwambia mchawi umfanye nini. Haleluya. Unajua mchawi anafanya kazi gani? Mchawi anakuulia kila mwezi mbuzi. Unanipata? Na kwa kila wiki anachinja kuku. Na hiyo mwezi akichinja mbuzi anaweka 10,000 katika yale madhabahu. Haleluya. Alafu wewe unaenda kanisani na shilingi 20 zilizobaki kwa sukuma. Ati wewe unaenda kupambana na mchawi. Haleluya. Amen. Nataka uelewe neno la Mungu. Neno la Mungu, ukiingia kwa neno la Mungu, tunaambia kwa watu kama ni madhabahu haivunjwi na pesa. Fundisha mtu neno la Mungu aelewe ni Mungu gani anaomba. Haleluya. Amina. Nafikiri hata kama ni mchawi amekuroga mbuzi 12. Mpesa ngapi? Sasa mbuzi ziko bei ghali sana. Fanya 15,000. Zile zenge kubwa. 15,000 mara 12 ngapi? Haya. Turudi kwa 180,000. 180,000. Unanipata? Hilo ni mburi peke yake. Turudi kwa kuku. Kuku 4 ni 1,500 kwa mwezi. 6,000. Alafu lete ng'ombe ngapi? Lete ng'ombe 3 kwa mwaka. Kila ng'ombe laki. 300,000. Unanipata? 300,000 na hiyo poropocho yote inakuja ngapi? 500,000. Karibu 700,000. Karibu 700,000. Karibu 700,000. Sasa wewe badala utaki neno la Mungu, uelewe neno la Mungu ni moto. Hiyo inaweza ikakuja yale madhabahu. Sasa kama ulimalishwa na pesa na waganga, unajua wale watu ni wajanja. Akishachua amepepeta kabisa zimeisha. Na anajua sheria kabisa kwamba kwa Mungu waishi Biblia kwamba huwezi kusimama kwa na mkono mtu mko huduma sasa. Akaenda kulole marodi. Sasa unajua taulizanga sasa wewe sio kanisa shafunya sadaka. Maana ngeko kama usifunya sadaka. Shafunya tu.
tamuvunja madhabahu kavunjwa nelinga. Maana uko bande kavunja na mburi, bavunjire na ng'ombe, bavunjire na laki, bavunjire, lakini haikuvunji. Kwa sababu gani? Hakuna neno la Mungu. Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni upanga ulao. Haya, Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni nyundo ivunjaye mawe. Neno la Mungu ni moto. Sasa mpaka uelewe neno la Mungu, haya mengine ni kitu rahisi. Bwana Yesu. Sasa hapa Biblia inasema nini? Kukakuwa na tetemeko. Na sasa lazima watu wengi wanaogopa tetemeko. Danielewa? Watu wengi wanaogopa nini? Tetemeko. Maana yake hapo kuna Mungu. Sasa wanawe kunda ashamlunguse. Haleluya. Hata kusoma katika Daniel nasema kwamba wale watu waliokuwa pamoja naye waliogopa tetemeko. Daniel chazi kanaomba ndio. Sasa mambo ya kwenda mbinguni ni wewe mwenyewe. Kusoma Biblia inasema kwamba hata Paulo wakati alipokuwa anaitwa na Mungu, alipokuwa anaitwa na Yesu mwenyewe, abasha ndio kwaje walisikia sauti na ukabona mwengere nani ukihuduka. Bwana Yesu. Lakini Paulo peke yake ndio aliona yule mtu aliyemuita. Abane bioni. Sio mnaelewa hapo sasa? Sasa wewe unayesikia sauti ya Mungu ni wewe. Hata kunoza ngira ni mko wako. Dada nawe sikia sauti ya Mungu mlongo wapi? Wewe useme manya. Hata kama ni ndugu yako mwambie, ndugu ndiye ndasha kwa apostoli. Atongo ni walo mbaya sana. Haya wachana na yule mzee. Maana ile miungu iko ndani haitaki maombi. Haitaki maombi. Kama huyu ndugu wangu wana kwa ikoti nikoti amedeka jacket. Ikoti. Mimi nikiwa hapa Mungu ananifunulia vile bwana. Kwa nini ile ikoti? Badala kuneko ikoti shende kanisa hii kwa nini ikoti shende demanyasi. Bwana sasa. Na ilimweza akikuja hapa nalala. Sasa paka roho Mungu akanifunulia hapo. Wewe ndio naona kwa nini ikoti shende demanyasi. Basi yeye hapa kunywa bwana. Wewe leta tulitie moto. Sasa sasa usingizi imeisha. Basi kana memo. Wewe. Sikana baada mdogo. Taita na kuchemsha. Nangu numo napenda chakula tuklo nda fasha vi fire. Wache watu woke bwana hii. Ikotiesha. Chedemanyasi. Badala upatie mtu koti ya kwenda kanisani, unapatia mtu koti ya kwenda kukata majani. Woko kwa una ng'ombe. Bwana Yesu. Unajua mimi nataka niwaeleze hii huduma. Mtu akishajua kwamba pale umeweka nyuki, unangojea asali, anakuja. Anataka ile asali uiko. Wakati tulienda tulifanya maombi kwao. Nene hata bado hatukufika huko. Bado sasa tundo anapima scale. Nende kelo cha kilumbo cha rangi. Sasa chekopo. Unapata? Tulikwambia huduma hiyo kitu rahisi. Maana wamesesi na Google ameona huyu mtumishi wa Mungu piwa. Sio ile wa kujichanganya. Haya. Tulipoomba kwa kina Hawa, Mungu alifanya miujiza mingi. Kuna ile chama alikuwa amepotea Mombasa kuna wengine walikuwa hawana kazi wakapata kazi. Hasa yule waliokuwa wamemfunga wasipate baraka wakamkujia huyu. Yule bwana yekunda kufanya bantu bose bakichuka. Mkaya hata mbio mlobwana bakichuka. Na msikila wao kwa kabisa. Tulikutanisha.
wali Bwana Yesu. Ashuka mwendo malombi, ndio mwendo malombi. Kiosiki sikumaria sinda zana woruti. Arabara yolo mokumba kesho kwa bonya bada kwa kopa kindu abango aki. Polisa kopa polisa kwende kuwo kindu sukuma na nyanya. Baria sinda ida di kwenda kodia kwa kopa hivyo paka mwisho kwaro sijui kichicheboneka niko bikachamkini lolo sena bache bikalaga shwali mizimu bikaedamu paka kishamba wachana na mizimu kwa mkawabe vokai washa ini mwana ichiputu kwa potolo nishi na ichi wala ofisi yake okini bonyere icho na yende benda kumjirwa kindo nyuskulu paisi kindo shamba ile mabenda hao haida benda kwa potolo dada nichi oho hai mwana chata mwabenzi chata dabe no kuisi wone chwabu yao obya bembe paka ukabembelezwa nuko kutobi chaka bado tukudia babuzika niki kabla kwa dada sunajua hapa mmekuja mara ngapi hapa kwa chembakana mkoso mkoso wake kwa chembakana mkoso na mkeko kwa maji mlikuja familia moja kwani kwa langa lonchia bana wote kumeka mzikana waka seji manisha mzimu no ile cheni ya mteka taudana neshi ya tukeni kotia zaidi mechi kwa vika asi cheza ni mizimu bana sasa hii mizimu si kitu rahisi yamani ya kutukua cha ikora kama mizimu wanasikia sasa vile nasema nini na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji. Kwa hivyo kama wewe ni mtu wa Mungu lazima upiganiwe na Mungu. Haleluya. Sasa wewe ukasikia malaka wangu tutabaki pale pale. Alafu kienda hapo chini nasema nini? Na kwa kumogopa wale walinzi wakatetemeka wakawa kama wafu. Sasa ushamtetemeko maskari wale waliokuwa pale walianguka chini wakawa kama wamekufa. Kwa hivyo kama ni mchawi anayekusumbua sio kitu rahisi hivyo. Lazima kwa dedede lo Mungu kutakuwa na mtetemeko. Na ukabuduka kama ndo mchamlombi kaka kusemlombi wani sasa ni mtetemeko sasa mpaka kukubaliana naye la kushamlungu malaika akajibu akawaambia wale wanawake msiogope ninyi kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta aliyesulubiwa. Hiyo mtetemeko yote mpoko ndeke Mariamu na ndeke Magdalene wakapikacha na wale wahuduma wengine walikuja pale. Na wakaambia msione na wasiwasi. Na bema na mali la Yesu uruki. Bwana Yesu. Mambo ambayo Mungu anataka kukufanyia hizi miezi zote ambazo zimepita, miezi ambayo ziko mbele yetu, kuna mambo Mungu anaenda kufanya kwa sababu ya ufufuo katika maisha ya mwanadamu. Amen. Haleluya. Sasa no kumoni. Mimi wanaeleza ni wewe mwenyewe ujichunge. Injili yezo ya kitambo na wapinzani walikuwa hivyo hivyo. Ukisoma Biblia hapa itakueleza tu sana. Yeremia alikuwa na mateso. Wasinda tabiri ti na kiobeko ba madana kiyo. Pero mabanuka malagosha mgosia, au mgosi. Lechu humala kindo changanikiro. Dakika kidogo Yeremia anangangana kuamka aende kutabiri, anaambiwa sasa asubuhi ukaenda ngora. Ngora beko bandu bila lesu nguka ikwao. Na hao watu mimi Mungu sikuwatuma.
Anasema sana. Yeremia anaanza sema, jamani peko bandwe, wanabii sijui nini. Bwana anasema hivi, miaka 70 itakapopita, tutarudi tena Yerusalemu mbele dibu ya baada. Sisi dia fuganya. Lakini neno la Mungu linasema hatutakufa bila miaka yetu. Amina. Haleluya. Sasa sigana na bashama nabii, kazi yao ni kutabiri vifo. Hapo Biblia inasema nini? Ninachua mnamtafuta aliye hai. Ninachua mnateseka bado hamjafika katika uhai, hamjafika katika uzima. Hata kuona abantu teseka na barabara. Oda sikiro muona mpaka msali. Oda sikiro. Wa msabi soma katika Balaam, soma Biblia inasema nini? Wale waganga walichukua ujira mkono. Kwa hiyo ataenda akuloga pana benda akuloga rais. Unafikiri nasemaje? Unafikiri watu hapa kilo ng'ombe? Haleluya. Amen. Kichuku. Hapa kilo ng'ombe. Ideko se alafu sasa mafumba kitengenezo. Putu. Ngera chukua ngera kindu ngara na midi fulani. Na mpoto nguborose mfume sa mwenjo sa samba bridge skochi ya Ramata nyingine hoka cha school mfumano koisi mwichifumaga ichi ya mfumano kolu. Sasa pale katikati kila mtu huko shona makindo na mafumba unanipata na kisha chongo cha ngondi itachimbiwa pale katikati ya nini na akaona hicho chongo cha chimbilo na mazero mndungise kwa mtukakora wafu hata wakati nilipokuwa nikifundisha huko nimesema kumbe mwana ni mmodefu angu nende mkaona kendo ndio morangaso andu kama nimekia na india lukume geti tunyana hapo ndio la kindani gidi taxi agdenya msegenjimbi na kula zote kusigura. Unafikiri alipozungumza unafikiri alimaliza mwezi? Hata so alikula Disemba. Mwezi wa 4 hakufika. Obufuka. Bakoswasikira. Ola muntu alimanya njama ndio byashaisima sema. Kama ndio konetwa. Iyo kuja abantu kudlongolo. Bana tubone malawa babagoswa kwa malaka bochi. Kuone mgosoko nashi basi na konde mko. Katina kuondo. Ngubo masika mwendo kwamba mwendo polisi unasimamia mchoro wiki mzima hakuna cha kuoga. Mchingana. Timila hai mwachamila ni mtumwa. Unapata? Sasa vitu kama hizo ndio zinatesa watu. Hata uende kanisa la nguvu ya Mungu. Bila maana kama shabe nyosho mkazo roho msisene hiyo ndio bora kakura kwao. Sasa nakutangazia kwamba kuja utoleo pale kwa sababu malaika alikuja na akaliviringisha jiwe. Haleluya. Amen. Na kifo kikaondoka. Amen. Na malaika kakalia jiwe. Amen. Kwa hivyo hishai ngojelea ndiko kifo. Kwamba Yesu amezikwa hapa. Kwamba memwana waliko na banabaki. Sasa ile mawe ukubali ondolewe. Na ili malaika ashuke na akae katika familia yao. Amen. Hapo vile tunaenda nini? Hayupo hapa kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Na nendeni upesi. Mkawaambie wanafunzi wake amefufuka katika wafu. Atangulia kwenda Galilaya ndiko mtakapomwona. Haya nimekwisha kuwaambia. Wanasiwe sana. Sasa yeye bado hayuko huko kaburini. Uwazo ya kazi. Mwende mkwane nao hao Galilaya.
Galilaya hapo ndio mwanzo ya miujiza. Haleluya. Amina. Sasa ndipo unakuta sigana malago gakala. Maana ilianzia wachana hapo. Ni kwenda kuanza msingi mwingine mpya wa ufufuo. Msingi ulio na baraka nyingi. Msingi ulio na uponyaji mwingi. Msingi ulio na maono. Kama ni biashara, ni msingi ulio na biashara kubwa. Haleluya. Ambapo mimi wanazungumza na nyinyi sana mara kwa mara kwamba hata wale ambao wanasikiza kutoka huko nje, kwamba usijaribu kudanganya moyo wako kwamba utamdanganya Mungu. Na watu wengi wameenda mpaka wakaona Mungu hayuko. Na siku moja Waisraeli walipoenda mpaka wakaelewa na wakakosa kujua ni Mungu gani, waambia kama mmepotea mrudi katika njia panda. Nasema shokai mango mano manjira. Rudini pale ambapo mlipotelea. Ndio sasa mwanze safari. Sasa watu wengi wanakuwa wamepotea, wako msituni, bado wanapiga. Ndio siku moja nilikuwa nazungumza na kuna maombi ya kuchoma. Fire, sawa. Kuna maombi ya kukemea. Haleluya. Kuna maombi ya kuomba kwamba Bwana uniokoe. Watu wengi wameomba maombi mengi na hawana Mungu hawana malaika wa kumwokoa. Tunaelewa. Ngwaba malaika wa kuokoa. Kama unataka kuingia kwa moto, unaona kama huyu malaika alikuwa anakuja kuokoa mtu aliyeshikwa na kifo. Unanipata? Malaika anashuka kuja kukuokoa mtu aliyeshikwa na madeni. Malaika anashuka kuja kukuokoa mtu aliye na roho ya wasiwasi. Maana pale vile mambo yalienda na mahali alizikwa, watu waliona hiyo mambo imeisha. Hata mambo kazi ya biashara yao. Lakini Biblia inasema kwamba mtetemeko ulipofanyika, watu walishangaa. Na waliposhangaa, malaika mwenyewe akawaambia, "Labda nyamaza lola mtu." Lakini ndio kukutana naye Galilaya. Hapo ndio mtapata muujiza. Galilaya yako iko wapi? Haleluya. Mahali mtakutania na Bwana. Bwana wa maono, Bwana wa miujiza, Bwana wa kuinua viwete, Bwana ya kuinua viziwi, Bwana ya kuinua hata tasa ambao hawana watoto waweze kupata watoto. Galilaya akoni hao. Bado kwa dua makaburi. Haleluya. Bado usikae makaburini, usikae pale. Sika kote bele wa India hao. Bele biashara. Excuse. Bele biashara hapo ifuye nani uniloge. Maana watu wengi wamebaki pale. Hata juzi nilifungua biashara, nimoni ushakauze kachi akaua. Na ria sukuma pole la bodu. Yanya raporo la bodu. Pakar kamera kabo. Usibaki hapo. Haleluya. Toka hapo nenda kwa miujiza. Haleluya. Tukutane Galilaya. Hakuna mambo ya kuangalia wachawi, hakuna mambo ya kuangalia waganga. Kwa sababu Bwana amefufuka. Wao amefufuka na kila kitu. Ndio mwanuzeka huo. Hapo kuna taa nisipate klambo chini. Kubali mawe ifikirishwe. Kubali malaika avingirishe mawe. Kubali malaika akubali kutetemesha nchi, kutetemesha madhabahu, itetemeke ijenge madhabahu mapya. Haleluya. Na mimi nasema kwamba malaika kaketi pale katika yale mawe. Na ukingina naona kama mahono. Yale mawe ni makubwa sana. Hakuna mwanadamu angeweza kuivingirisha, lazima kuwe na watu wengi. Lakini ili lithibitishe neno la Mungu kwamba Yesu yu hai, ameshinda kifo, malaika alitoka kutoka mbinguni. Amen. Haleluya.
Ili dada ukuwe mshindi, ama ndugu ukuwe mshindi, ama mpendwa ukuwe mshindi, lazima ukubali ujumbe kutoka mbinguni. Amen. Wachana na mambo ya watu. Hata tuseme mbaya. Hii kijana wangu alikuja hapa akamwambia, "Umeandika nini application ngapi?" Anaandika ndio fini ile. Nilikwambia. Tukwambia zimetosha. Usiangalie, usiandike tena. Ngojea upigiwe simu. Bwana sasa. Hata kama angeweza kuuliza. Hata mimi angeenda kwa mama yake aulize. Yaani atakuta wakuwa na ngombe wa kutabiri. Kwa fikiri ya bana. Lazima nimesele tu simu. Tau walomba ngeremba kaka lomba na trabasha tena. Bana sio. Hii ni neema Mungu ametupatia. Kwa sababu mimi nitamke, kwani kuna kitu moja katika Biblia. Yeremia aliomba. No. Elijah. Wakati mvua alikuwa anasema mvua isinyeshe. Aliomba. Alisema kwa neno langu miaka 3.5. Mbozo nini? Basi kwa neno langu usiandike nini? Application. Ngojea simu. Basi. Bwana Yesu sana. Hata nilishangaa kuja kutoka. Kwa maana apostle haonekana hivyo Mungu. Bwana, Mungu amefanya, Mungu ametenda. Sasa hiyo ndio tunashukuru. Haleluya. Tunashukuru Mungu anapozidi kufanya kazi. Sisi si maskini. Sisi si wale watu wa kwenda kukaa chini kama vile bwana hata kuguswa. Kama siku moja alikuwa naona mtu mwingine, sio kama utaguswa bwana hata ifanye. Basi. Wewe utamwambia mtu atugusu, kwani Mungu hayuko? Roho wa Mungu yuko. Haleluya. Kama wakati ile nilikuwa na watu hapa. Nilikuwa naenda na hubiri, nikipanda kwa pulpit na hubiri ninaona nguvu kilelo. Rohade da kwamba kukunaba nduka kwako. Makoti. Vadu. Moto. Kuja hapa anakuja na mtumba mingi. Bwana sifisa. Sasa Mungu, ukiwa ndani ya Mungu, lazima Mungu anazungumza. Hata usitesumbuka. Ukuye mjeuri, ndio Mungu atazungumza na wewe. Maana watu wengi wanaonaga kuzungumziwa na Mungu ni hasara. Haleluya. Amen. Kanaje. Kumetokea pale kanisani mahali kwingine. Watu wasema jamani, leo Mungu anazungumza, tupatiane nini? Hata kama uko na pesa ya tikiti, toa nini? Taka 200, wakati 200 ni pesa nyingi sana. Dada amefinya hizo shilingi 200. Utakufanya nini? Aje nunue pakiti zake shilingi ngapi na mafuta shilingi na nini na nini na pochopocho. Roho Bwana anamwambia pesa ziko kwa matiti. Ziko kwa matiti. Na kweli ndio kwa nyao. Sasa dada anainama hivi kama anaomba na kemea hiyo roho isikiwa na pesa yake. Sasa mpaka mtumishi akasikia roho Bwana akamwambia. Lakini kuna dada hapa anapinga roho, anaomba uko na pesa acha yote lakini wabelega na. Dada kubali sauti ya Mungu. Sasa roho Bwana kana fakata kamnyakua.
hizi katolewa. Taarifa dada. Kufunya mande kumefunya bado. Umekubali. Haya, katolewa. Bwana sifiwe sana. Sasa unajua Mungu anamwambia atoe hizo 200. Wewe utakuwa bando ndazi ya mfuwanga. Moyo wake uko wangero ndege chaya. Tanuko cha msi. Hata naambiwa na msichana wake, ati umeambiwaje? Sina lega beta. Nesi ndakuta matuku mengi sije chapati basi ingia hapo ndani. Ingia. Pepo mchafu, your roho nisinde. Nebuna mbe mlungule sinda kukaba uda. Nisome bando ndazi ya mfu. Sasa ni wewe mwenyewe. Mungu anajua. Ni wewe mwenyewe. Hakuna ati utaenda kuambiwa na mtu. Hivi sasa hivi wale watu walikutesa. Sasa hiyo hata ukinini vile maana atauliza vile sebe fuma ilinga. Ati tabako pata sirie. Takucheneka na venda na ile kila ndikumwa rusi. Kama uko kama rais inekani niko kupata hii. Maana masai watu si rahisi. Wewe ulikuwa kauka kufanya na umepata unabadilisha. Utashangaa. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi. Wakaenda mbio wapasha wanafunzi wake habari. Haleluya. Kwa hivyo mpendwa, wachana na mambo ya zamani. Kaburini kuna luka. Kaburini watu wanaogopa. Roho ya kukataliwa inatoka makaburini. Sasa ni wewe mwenyewe utoke kwa makaburi. Haleluya. Bila sema kwamba wakaondoka upesi kaburini. Sasa ni wewe mwenyewe wachane na mambo ya makaburini, utoke upesi. Utoke mambo ya kuotaka ndoto za watu waliokufa. Utamwamba huyu mwezi utasikia vitu. Mbona wewe bila kino makaburi weka na sherehe. Sasa wao watakuwa wakiomba Bwana kulinde ile kwanya isekecha shwa. Ndio anafanya. Sasa kama wewe hujui bebe msalaba na kutengeneza msalaba peni wole kapotoka. Mesimamishwa. Na hawatasimamisha bure mpaka wauye mbuzi ama mwana angashe woru bishe mpaka ruku. Sasa Bwana anasema toka. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi. Wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama Yesu akakutana nao akisema salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndipo mtakaponiona. Haleluya. Sasa awaja benda makaburi wakakimbia wapi? Galilaya. Na sasa wamefika kwa Yesu mwenyewe. Wamesujudu. Wamewacha mambo ya kusujudu kaburini. Haleluya. Wamewacha kusujudu mambo yaliyokufa. Wamewacha kusujudu biashara zilizokufa. Wamewacha kusujudu mambo yaliyopita. Wawatoke hapo. Na hapa announce anawaambia sasa, yeye mzee banindu ni kwa bichi Galilaya, ni kwa mahali kwa baraka. Mahali kwa uponyaji. Waambie wa ndugu zangu, waambie wa dada zangu, waambie mashemeji zangu, waambie watu wetu wakuje, niko hapa. Haleluya. Yesu akaeleza kueleza kwamba mseke banki aja malago kakala fumeni. Mseke zigana au kaburi isiko. Hata banduge ndiye mbigori. Maana hao waliokuwa pale ni wanafunzi.
Haleluya. Wale waliompa baraka ni wanafunzi. Sasa hata mkikutana na wadada zangu na ndugu zangu, waambie tukutane hapa Galilaya. Joshua ndio Galilaya. Ndio kuna miujiza. Alikuwa anasikia mwingine akisema Mbololo. Hata kuna kujira madhabahu. Madhabahu ni kuvunjika. Kwenda Joshua. Mko Joshua madhabahu mko kuvunjika. Sasa Yesu akasema kwamba lazima mwende mueleze ndugu zangu. Mimi niko hapa, siko huko tena. Na tena sitarudi wapi? Nazareti. Vile walivyokuwa wamenijua, vile walivyokuwa wananielewa, sitarudi huko. Ninakuja hapa. Mahali niko na alama zote za kushinda kifo na mauti. Amen. Tunasema hapo chini nasema, nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu na makuhani habari ya mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala. Haleluya. Sasa lazima kuelewa, unaposhuhudia ukuu wa Mungu, kuna wengi watakupinga kwamba Yesu hakufufuka. Yenda sikira wa mgurumo banugi bakiresha bukamfunya ukanda kwamba hakuna Yesu. Sasa usimame kibete kwamba Yesu alifufuka, na Yesu alifufuka ndani yako, na unamhisi kwamba ndio anakubariki. Haleluya. Sisi hatufuati story. Tunafuata mtu aliyefufuka na aliyekufa na kafufuka. Maana watakupigisha chenga kwamba unasikiaje? Walipewa pesa, maskari gene kwa pesa. Erikse gore kwamba Yesu aruki. Erikse gore kwamba kanisa inaponywa katika jina la Yesu. Erikse gore pressure inaponywa katika jina la Yesu. Erikse gore yani makongo isepo walipewa pesa. Nanpa ili wasiseme madhabahu haivunjiki bila pesa. Kama Yesu amefufuka, hata madhabahu yatavunjwa kwa neno la Mungu. Ndio yavunjiki. Amen. Haleluya. Amen. Sasa ilango za Mungu ndio mwangaza. Na ndipo tunaona watu wanateseka. Ndio wazee wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi. Msegore umdwaruki. Msegore matetemeke mkakasi shimafu. Msiseme. Haleluya. Msiseme kama mlipigwa na anointing, msegore. Mwabudula kino ndige rakira. Yakuna anointing nyingi hapo. Wanapata? Msegore mada budula na kindo na majaga kama kishalu. Mkokoni wanbeko bicheze. Hali chuchana bana makishalu be. Kwa mara gani? Mara sumbuku. Sasa walipewa pesa. Huko rais kuguilo chena mandazi lakini msekecha. Bwana sasa. Sasa mwanyu nini mchomba kwa ameenda wapi leo? Sasa ile amesidiwa kabisa ndio anakuja. Ndio tena anakuja nakutana na nguvu ile nzito. Kiko ndo mpaka uocho. Sasa wewe fuata deliverance mpaka umalize dozi. Bila kumaliza dozi ile baraka zako huwezi kuzipata. Huwezi. Maana watu wengine zaidi kuzambaratisha. Tunazambaratisha mapepo katika jina la Yesu. Sasa mapepo hakuna. Kitu liko ni mizuka. Nanipata. Mizuka. Ndio kwa nafundisha watu kawaeleza. Kutoka kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano. Umgosi
imeshuka imefika hapa. Sasa wewe unapigana na mapepo hii ya saa hii namba 5 na kuna nyingine hapa namba 6. Hizi zote zimekuja mpaka hapa. Sasa si pepo, ni mizimu. Mizimu napigana na ile mzee saa hii ako na miaka 300 toka hapa. Unanielewa? Siku moja nilikuwa nafukuta mapepo nasema, mimi bana chomeka wewe mwenyewe. Na mtoto katika jina la Yesu pepo. Pepo. Fire wewe mwenyewe. Na ubona mwanamke mwingine. Ndio mwanamke hii si pepo. Hii ni mizimu. Na unajua hii mizimu imeingia kwa huyu mtoto. Tunasema ako na miaka 300. Mgosufu hili. Unanipata? Sasa mboso unakuta watu kama hawati kufundishwa sana wakaelewa. Wao utakuwa ukipigana na mapepo sio na nini. Wao sio nini. Hili jina ni la jina la 19 chini huko. Na huyu mtu hapo anataka kanisa. Na mboso unaona mtoto anazaliwa na hataki kanisa. Wewe jua, wewe mtu ndio kundai kanisa. Sasa upigana lazima upigane na hiyo mizimu sana. Sana. Maana hii kizazi tulicho nacho ni kingine. Sasa hivi tuko katika kizazi cha 6 ama 7. Toka huko juu. Maana kuna babangu, sasa ni wewe. Wewe watoto. Wachukuu. Sasa kama madhabahu ni mazito utayaonea kwa watoto. Kama naye na challenge utayaonea kwa wajukuu. Na yale majina ambapo itaitwa ya pande hii wale wajukuu hawatakiwi. Sasa yote mgonjwa ama nakufa kwa sababu yale majina yaondolewa. Ukirudi kwa Biblia wakati Tera ndabana wake Haran alikufa akawacha babake. Kwa sababu ukifuata Biblia vizuri unakuta yale madhabahu yaliyokuwa kwao ishi nande hiyo tundeshi shendele chikuchukuchu shendele chibango cha Ben Haran. Unanielewa? Sasa ile jina inaondolewa. Haya. Na neno hili likasikika kwa liwali sisi. Likisikilizikana kwa liwali sisi tutasema naye. Nanyi tutaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha wakafanya kama walivyofundishwa. Na neno hili likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Unapata? Hata ndipo hata sasa hivi ukifundisha mambo ya madhabahu mtasumbuana na watu. Sababu ndio ndio kunekwa pesa. Sasa wewe mwenye shida ndio utakaye ngangana. Maana watu hata wanajua tu madhabahu fulani inamaliza watu, lakini hawana haja nayo. Wale watu walikusoma bila sema Isaya walisema kwamba waliweka mapatano waliweka agreement na kuzimu. Warumu. Mungu kusikia mnyao, tulikuwa tunampenda sana, lakini Bwana amempenda zaidi. Ndio nilikuwa naambia watu wengine jana. Nimempenda zaidi na mtu amewacha bibi na mimi. Pekee bana. Mimi injili siwezi nikahubiri. Kwa sababu hawa watu, na ukirudi ukiangalia hawa watu wanakufa na miaka 30, 32, 33. Mwisho kabisa 40 ama 38. Hiyo si mapenzi ya Mungu. No. Hapo kuna kitu kinazungumza. Na lazima watu wakubaliane na neno la Mungu. Na Bwana awabariki. Amen. Acha tuombe kwa ajili ya wale wote. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru Mungu wa rehema kwa ajili ya uwezo wako na mamlaka. Baba, kuna wale wako ng'ambo, Mungu wa rehema, wako na amani mioyoni mwao. Kuna wale wako na shida, hawana amani. Baba, nawaachilia amani mioyoni mwao katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kuna wale wamebaki katika matabu zao kwamba haitawezekana, kwamba kitu fulani imefanyika. Bwana, tazama watu wako walitoka katika makaburi wakaenda Galilaya. Wacha Mungu wakaende kwa ajili ya amani yao
katika jina la Yesu Kristo. Baba, kuna wale watakuwa na usafiri mwingi, Bwana wa majeshi ukawasaidie na ukawaponye kwa ajili ya upendo wako mkuu. Ni katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Omba kwa ajili ya sadaka yako.